Tumsifu Yesu Kristo. Ombi hilo limebeba kiini cha masomo yetu. Mungu karibu nasi, karibu zaidi. Wakati wote nilalapo niwe pamoja nawe, karibu nawe. Wakati wote nina mashaka katika maisha yangu, Mungu uweze kuwa karibu nasi. Wakati wote tuendapo na tutembeapo hapa duniani, Mungu wetu uwe karibu nasi. Hivyo basi, tegemeo letu ni Mwenyezi Mungu, na kuweza kuishi ni Mwenyezi Mungu, na tutokapo hapa duniani ni Mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Katika somo letu la kwanza ambalo limeangaziwa sana na ombi hilo, tunamuona huyu mtumishi wa Mungu Musa anapoitwa na Mungu kwa njia ya kipekee. Yeye ako wapi na alikuwa ametoka wapi? Musa kuzaliwa kwake ni Misri, na kwa njia ya maajabu Mungu aliweza kumfanya aweze kuwa na maisha ambayo itamwezesha kuwa mtumishi wa Mungu, kuwaelekeza Waisraeli kutoka Misri kuelekea katika nchi ambayo alikuwa amewaambia. Lakini kwa wakati huu tunamuona akiwa jangwani. Yeye Mungu anamkaribia kwa kuweza kuwa kichaka na ambacho kinawaka lakini hakichomeki. Mungu akamkaribia pale malishoni jangwani. Na hapo ndipo tunamuona Musa naye anashangaa, nani huyu ama ni nini hii ambayo inatendeka sasa? Kwamba moto unawaka katika kichaka, lakini kichaka hiki hakichomeki. Ndipo sasa akaamua naye, kwa sababu Mungu amemkaribia, naye aweze kukaribia kichaka hiki. Na ndipo sasa akaambiwa na Mungu katika kichaka hiki, Musa, Musa, usikaribie na utoe viatu, kwa sababu pahali ambapo umekanyaga ni pahali patakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Musa alikuwa jangwani kwa sababu alikuwa amefanya dhambi pale Misri. Ingawa aliweza kukua na kuishi katika ikulu na mfalme, wakati wote aliwatetea Waisraeli. Na wakati alipoona Mwisraeli akipigwa na Misri, yeye aliona ni heri aingilie kati, akaweza kumuua yule Misri. Na kwa sababu dhambi huwa inaongea kwa mwenye dhambi, ndiposa akaona kweli ni heri niweze kuondoka, kwa sababu nitauawa na Wamisri kwa sababu ya kitendo ambacho nimetenda. Akaondoka mara moja na akakimbia pale jangwani, ambapo aliweza kuajiriwa na kuweza kushughulikia kondoo na ng'ombe wa baba yake ambaye alikuwa pale. Na hapo ndipo Mungu akamuita wakati alikuwa malishoni na kumwambia utoe viatu vyako. Hapo ndipo nataka tuweze kujua vyema. Bwana akaambiwa utoe viatu vyako. Mungu wetu anatupenda vile tulivyo. Sisi ni tunatenda dhambi, lakini Mungu wetu hahesabu dhambi zetu. Na kama angehesabu dhambi zetu, hakuna yeyote angekuwa na nafasi ya kusimama mbele yake. Lakini kwa sababu Mungu wetu ni mwenye huruma, huwa hahesabu dhambi zetu, anaangalia uzuri wetu ambao ni mwingi kati ya maisha yetu. Tumsifu Yesu Kristo. This is good news. Kwamba wakati mwingine tunajiraumu, pengine tunajiona hatufai machoni mwake Mwenyezi Mungu, lakini Mungu wetu anapenda vile tulivyo. Aliweza kumpokea Musa vile alivyokuwa, lakini anataka kumtakasa Musa. Musa alikuwa katika kipindi cha Kwaresma pale jangwani. Hakuna chochote, hakuna cha kutia matumaini katika jangwani. Hakuna maji na hakuna chakula, hakuna tumaini. Lakini Mungu akaingilia kati maisha ya huyu ambaye alikuwa anataka kumwita kwake,
na akamwambia, sasa mimi nitakufanya wewe kuwa mtumishi wangu. Ndipo sasa akamwambia, njoo kwangu kwa njia ya maajabu, kichaka ambacho kinawaka. Lakini hiki kinamaanisha ni Mungu alikuwa pale, alitaka kumkaribia na yeye Musa aweze kumkaribia. Na baada ya kuona Musa ameweza kuwa na matumaini na anataka kuja karibu, akamwambia, lazima ujitakase. Musa, najua kwamba ulitenda nini. Ndipo sasa akamwambia, toa kiatu chako. God is good. Kila mmoja wetu anaambiwa toa kiatu chako. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa kawaida ukitoa kiatu, hasa wakati kuna waka moto hivi na jua hivi, utasikia kwa kawaida kuna harufu. God is good. Na hapo ndipo akamwambia toa, kwa sababu kiatu hiki haukukipata katika jangwani. Kiatu hiki haukukinunua jangwani. Kiatu hiki ulikipata kule Misri. Kiatu hiki pengine ulikinunua Misri, kilikanyaga Misri. Ulipomuua Misri ulikuwa na kiatu hicho. Ulikuwa na kiatu hicho wakati ulisikia uchungu wa Mwisraeli akipigwa na Misri ndani mwako. Ulikuwa na kiatu hicho. Ulipopanga hata kumuua na kutumia nguvu zako isipasavyo vile haistahili, ulikuwa na kiatu hicho. Wakati ulipomdharau huyo Misri, ulikuwa na kiatu hiki. Wakati ulisikia uchungu, wakati ulimwona Misri akipigwa, ulikuwa na kiatu hiki. Hata kupotea Misri, ulikuwa na kiatu hiki. Hapa jangwani umepokilisha ng'ombe na kiatu hiki, kwa sababu kiatu hiki kimebeba mabaya yote kutoka Misri, na sasa bado uko nacho. God is good. Ndipo sasa anamwambia, sasa utaweza kuacha kiatu hiki, kwa sababu hiki kimekuwa shahidi kwa mambo yote ambayo mabaya umekuwa nayo, ulitenda na ukayabeba katika moyo wako. Ndipo sasa anaambiwa, wachana nacho. Wacha mambo ambayo ilikufanya usikie uchungu. Wachana na uchungu wa Misri. Wacha vile wewe ulitumia nguvu zako vibaya, kitoe, kwa sababu hiyo nguvu bado iko moyoni mwako. Wacha wivu ambao pengine ulikufanya uweze kutenda kitendo kile. Wacha uchungu ambao umeupata hapa kwa kukosa chakula na maji. God is good. Na sisi siku ya leo, watu wa Mungu, angalia miaka yako. Angalia vile umetembea katika maisha yako. Iwe ni maisha yako ya kibinafsi kama ni ya ndoa, iwe ni maisha yako ya kikazi. Angalia vile umebeba watu wengi katika moyo wako kwa miaka mingi. Ndipo tunaambiwa siku ya leo tuachane na kiatu hiki ambacho kimebeba hii hasira yote. Angalia vile wewe umebeba mwenzako. Angalia vile wewe uko na machungu ya maisha. Angalia vile wewe unaona Mungu hafai katika macho yako kwa sababu hajajibu maombi yako. Kiatu hiki ni kipi? Pengine ni wivu katika maisha yetu. Pengine ni uchungu wa malezi vile tulivyoweza kulea kukua katika maisha yetu. Na kwa hivyo Musa anaambiwa, wachana na hayo yote, nataka kukufanya kiumbe kipya. Hata na sisi katika siku ya leo, Mungu wetu anatuambia tuachane na hiyo iliyopita, tuangalie mbele, kwa sababu Mungu anatenda mambo mapya. Ukisoma Isaya 43 kuanzia mstari wa 18 pale mpaka 20, nasema nini? Usiangalie mambo yaliyopita, wala usiyafikirie, angalia mbele, kwa sababu mambo mapya yanatendeka. Ni mambo gani haya mapya yanatendeka? Kwa sababu Mungu wetu atakufanya katika jambo ambayo uko, atakukupitisha maji unywe, ili uweze kuwa na nguvu ya kuweza kuishi na kumtukuza Mungu katika maisha yako. Kumaanisha kwamba tusiangalie nyuma, tuachane na mambo ya Misri, tuachane na kiatu ambacho kimekanyaga pahali pazuri na pabaya, kwa sababu Mungu wetu anaja katika maisha yetu na kutendea mema.